Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, huu ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari zetu ambazo zinakupa fursa ya kuweza kufuata matukio kadha wa kadha yaliyotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kwamba tunakujia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zitaanzia na huko Mukera ambako hali ya usalama imezorota vya kutosha mnamo usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunao katika kijiji cha Mukera sekta Mutambala. Hivyo ni baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi na hata kusababisha askari jeshi mmoja wa taifa FARDC kupoteza maisha kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wa mkuu kiongozi wa kijiji cha Mukera Mboka Shetumbula 13 ameanza kwanza kukemea kwa hali ya juu zaidi kirendo hicho katika eneo lake. Ndio kwa mida ya saa 4 ya usiku na 2h masase ikaanza lia entre baelema ya bazalendo ya kunisiar baelema ya FARDC. Alors kisa ilikuwa ni bulevi, kulianzia hiyo matatizo na itakuja kufika mida ya 0h masase ikaisha. Asubuhi kucha kukakuya onekana maiti moja mubarabara ya askari wa FARDC na imelala mubarabara na silaha yake yote amepata hiyo risasi. Sio ndio matukio ya hali ya vurugu ya masasi hapa nchini Mukera. Walikuwa ndani ya baa wakinywa pombe na hapo walianza hayo matatizo yao ya kutokusikilizana na risasi ikaanza hapo. Kwa sasa kama gisi unavyoona askari wa FARDC pamoja na wazalendo wanakuwa na wanaishi namna gani katika eneo yako? Kijiji ya Mukera kwa sasa hali ni tulivu na jinsi wanavyoishi kwa leo tunaona mshangao tu kulingana na hiyo hali ambayo hali kama na hizo sio hali nzuri. Nadhani muda sio mrefu ndafanya kikao na viongozi wa washika silaha wote kwa kuangalia namna gani wanaweza chunga sisi raia na mali yetu yote kama kazi ambayo walijituma kuitumikia nchi. Hiyo hali haikuweza kuzorotesha usalama kwa upande wa raia. Hiyo usiku ileta hali ya wasiwasi, lakini usiku kucha tulionana na kiongozi wa jeshi wa FARDC akanihakikishia kama hakutakuwa lolote lile. Alafu nikatuma mtu ambaye anakuwaka anapeleka tangira ndani ya kijiji akalalamikia watu ya kama na shida, kila mtu atumike na kazi yake kama vile kawaida. Na hapo wanakijiji kila mtu alianza kutumika kazi yake na kijiji cha ukimya na makazi yanatumikiwa kama kawaida. Upande mwingine alipoulizwa kuhusu nini aweza kuwa suluhu juu ya kukomesha vitendo kama na hivyo katika eneo lake Mboka Shetumbula 13 amejibu yafuatayo. Suluhu ambayo inaweza kuchukuliwa ni wao askari muda ambako wanaenda kwenye baa kunywa pombe wanabidi silaha zao waziache kwenye gala au manyumbani kwao waende wakunywe pombe na muda hiyo inaweza leta amani na kuepusha hiyo matatizo ya risasi kila saa, mauaji yasiyokuwa na shida. Kwa ngambo ya raia nasema wa raia wawe na utulivu sababu tumeyashughulikia kwa kuwatafutia usalama na usalama kwa sasa upo. Kwa ngambo ya wanajeshi watambue kama wajituma wao kwa kutumikia nchi, kwa kulinda nchi na mipaka yake na kulinda raia na mali yake yote. Wanapaswa wazingatie hiyo kauli ambayo waliwajituma wao wenyewe kwa kusaidia nchi yetu. Na viongozi wa jeshi endapo ndani ya kijiji hamuna tatizo lolote, wangewapokonya maskari silaha wasikie kwenye gala. Muda wa kuwapa silaha ni muda wa kupanda kwenye shamba la vita, inaweza kutupatia amani ndani ya kijiji ya Mukera.
Na kwingineko ni Baraka ambako shirika la kiutu la waganga wasio na mipaka MSF Holland linaandaa kufunga rasmi vituo mbalimbali vya huduma za afya ya jamii ya ICCM ndani ya mji wa Baraka ifikapo tarehe 30 Aprili 2026. Halikadhalika kuhusu huduma zake za matibabu kwa jamii ndani ya hospitali kuu ya Baraka zitasitishwa tarehe mosi Mei 2026. Kulingana na tangazo lililowasilishwa kwenye TV yako kwa ajili ya kuhamasisha jamii juu ya mpango huo, imeonyesha kuwa miongoni mwa vituo vya huduma ya afya ya jamii ya ICCM vitakavyofungwa ni pamoja na vile vya eneo ya afya Mwangaza na Mshimbaki. Hata hivyo, kulingana na tangazo hilo, wananchi wanaombwa kuelekea kwenye vituo vya afya vilivyopo karibu yao au kwenye hospitali kuu ya Baraka ili kufuata matibabu. Huko Uvira ni kwamba wabunge waliotia saini hoja kutokuwa na imani na gavana wa Kivu Kusini wametoa tamko lao Jumanne hii baada ya gavana Jean-Jacques Purusi kuitwa mjini Kinshasa na waziri wa mambo ya ndani Shakemea Shabani. Ili kujua tamko hilo linasema nini, tumsikilize Bibo Constantine Aldama ambaye ameandaa kwa kina habari hii. Tamko hilo limesomwa mbele ya waandishi wa habari Jumanne hii ya tarehe 28 mwezi Aprili huko Kiromoni mjini Uvira. Tamko ambalo limesainiwa na wabunge 21 ambao wamesahini pia hoja ya kutokuwa na imani naye gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Haya hapa ni baadhi ya maneno yaliyosomwa kwenye tamko hilo. Kwa kuzingatia hali ya kisiasa jimboni mwetu na uzito wa tuhuma zinazolikabili baraza la utendaji la mkoa, tunatangaza yafuatayo. Tunaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa juhudi zake na kujihusisha kwake katika kutafuta amani mashariki mwa nchi yetu. Sisi kama wawakilishi wa wananchi, kwa pamoja tunalaani vikali mbinu za ubabaishaji za serikali ya mkoa zinazolenga kudhoofisha demokrasia iliyoanzishwa kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Kivu Kusini. Kwa kuwa utaratibu huu ni wa kawaida na umeanzishwa kisheria, tunakumbusha kuwa ni hekima gavana Jean-Jacques Purusi kutumia mwaliko wa kwenda Kinshasa kuwakilisha kujiuzulu kwake kwa mkuu wa nchi ili kuepusha kuaibika endapo watasubiri wabunge wasaini hati ya kutokuwa na imani naye bungeni, kwani hilo linahusu heshima yake. Sagesse oblige le gouverneur Jean-Jacques Purusi de présenter sa démission auprès du chef de l'État pour éviter la compromission de la cohésion et de la cohabitation sociale voulue par le peuple. Il en va de son honneur. Fait à Uvira le 28 avril 2026, 21 députés ont signé la présente déclaration. Wabunge wa Kivu Kusini walisisitiza kuwa wamejizatiti kumaliza udanganyifu unaoendelea kushuhudiwa katika mkoa wao, wakidai kuwa serikali ya mkoa imelipa vyombo vya habari fedha ambazo zilipaswa kutumika kwa ujenzi wa barabara katika maeneo ya Uvira, Fizi, Mwenga, Kalehe na Shabunda, ili kutukana wabunge waliosaini hoja hiyo kwa madai kwamba si wakati mwafaka kuanzisha hoja hii. Sisi kama wabunge tumeanzisha hoja hii kwa sababu ni haki yetu na tunalaani ubadilifu wa fedha za umma jimboni Kivu Kusini. Aidha, wabunge hao walidai kwamba hoja hiyo si ya kikabila, kwa kuwa wabunge waliotia saini tamko hilo wametoa kwenye tarafa mbalimbali za mkoa huu. Imesimamishwa kwa muda ikisubiri kurejea kwa gavana au kujiuzulu kwake kama kiongozi wa Kivu Kusini. Kivu Kusini inapaswa kutangazwa kuwa mkoa chini ya hali ya hatari au etat de siege, walimalizia kusema wabunge hao. Na huko Baraka ni kwamba milio ya risasi imesikia kwa wingi katika mji wa Baraka usiku wa Jumatatu ya tarehe 27 Aprili 2026 na kupelekea raia wa jiji hilo kuwa na wasiwasi mkubwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamelaani kwa hali ya juu vitendo hivyo ambavyo vinazidi kuzorotesha usalama katika jiji hilo. Bwana Mchimbwa Ichukwe Mixon ni kiongozi wa mmoja wa vijana wa somi tarafani Fizi na mji wa Baraka JF kwa ufupi, ameanza hapa kutoa kisa kilichopelekea milio ya risasi kusikika kwa wingi katika mji wa Baraka. Hali ambayo inaendelea katika jiji letu la Baraka inahuzunisha sana, na zaidi ya kuhuzunisha inaleta aibu kwa jeshi la taifa. Jeshi ambalo liko na mission ya kuchunga raia na mali yake, wao wamegeuka kuwa jeshi la kunyang'anya telefone za raia. Ni mambo ya aibu. Jeshi letu kwa wakati huo
linahudumiwa vilivyo na serikali. Sijue kama ni kutokurizika, hao ni hali tu ambao watu wamejitia ndani. Yaliyojiri mida ya saa 2 usiku ni kwamba kijana mmoja amenyanganywa telefoni, hii bubudogo ouvran ka telefoni ka ouvran, akafika kwao akaambia mama nimenyanganywa telefoni. Wakati mama alianza kulalamika, itakuwa hali gani hii askari kunyanganya watoto matelefoni? Ikageuka kwamba amesema waaskari waliokuwa majirani pale wakakuja pamoja na bibi zao, mtuonyeshe ule askari ambaye alinyanganya ile telefoni. Mtoto akasema hapana, sisi hatujasema mtu, tumesema tumenyanganywa na askari, sio kwamba ndio nyinyi. Na hapo ndo kulikuwa mwanzo wa masase kuanza. Cha ajabu, masase imelia hapa na yakatawanyika katika jiji lote la Baraka. Masase imeanza katika eneo la antena ya Vodacom na kimetawanyika katika jiji lote la Baraka. Bunduki hata kabambi zimesikilika. Tunajiuliza kwa nini waaskari jeshi wanafikiria nini wanapopiga masase holela? Raia wanawachukulia namna gani? Watu wanaotembea mida ambao inaruhusiwa kutembea. Upande wake Bwana kwa Fleming, kiongozi wa vuguvugu machozi ya raia mjini Baraka, ameomba kwa uongozi wa kijeshi kuchukua hatua madhubuti, hasa kukataza wanajeshi kupanga sehemu moja na raia. Ni mshangao mkubwa ambao tunakwenda kuobserve vis-a-vis na hali ya usalama katika jiji la Baraka. Tuko na wanajeshi wa taifa wengi sana, unite tofauti pamoja na wazalendo, lakini uwepo wa wanajeshi hapa kwetu jijini Baraka wa mainite tofauti na nyingi sana pamoja na wazalendo ni chanzo tena cha ukosefu wa usalama. Katika visa ambavyo tumesha kwenda kuenregistrer, tuko na tuvenke meme ile forces armées ya Republique, donc FARDC ndio biko na kuwa la base ya ile destruction ya sécurité mvile tu Baraka. Vraiment ile ni kitu mwacha mshangao kuona wanajeshi ni wengi lakini hali ya usalama kabisa hairidhishi katika jiji la Baraka. Kitu ya kwanza tunaweza pendekeza ni commandement ya region militaire yetu ya 33e region iangalie gisi ta deployer basoda bali kuaka deployer huku juu ya operation na ligne de front kwa ku point 0 batoke muvile baende ku front, parce que le fait que hivi pour le moment tunaanza trouver basoda bingi baanza panga ma parcelles za watu. Alors on se demande commandement iko wapi? Tunapendekeza kwanza batoshe muvile baende ku ma ligne de front na babe batabakia hapa bachungio ku etat major batoke ma parcelles za watu. Ile ni kitu moja ambayo inaweza tusaidia kabisa raia ikuwe na utulivu, kwa maana mademarshe zinaendelea juu ya kupata suluhisho. Mwisho Mchibwa Ichukwe Mixon ameomba kwa vyombo vya usalama kuingilia kati haraka ili kurokomeza hali ambayo inapunguza imani ya wananchi kwa jeshi lake. Tumetoa wito kwa viongozi wa kijeshi, komanda secteur, komanda region, waangalie vizuri. Cha kwanza ni lazima waaskari waende ku front. Tulisikia walisema wazalendo waende ku front, nikasema ndio, lakini si kwamba wazalendo waende ku front tu, ni jeshi ndio linapaswa lifanye hatua ya kwanza. Hawa wanajeshi ambao wamekuwa wengi Baraka hawana wanachokifanya Baraka, ni lazima wao waende ku front na wazalendo wawafate katika hatua ya pili. Si kwamba wazalendo waende wao wabakie, ni wao waende, kwa sababu wazalendo wamekuwa hapa kuwasaidia askari jeshi. Uongozi wa kijeshi katika eneo la Sud Kivu, katika eneo la Baraka, katika eneo la tarafa la Fizi, upangilie namna gani wataelekeza waaskari kwenye shamba la vita. Pili, wale ambao watakaobaki katika eneo hizi wajulikane ni wapi wamekuwa, yani wafanye makantonnement, wasizagaa gisi wanavyozagaa. Hivi kuko confusion kuidentifie Ibu ni nani, Gepare ni nani, mzalendo ni nani na unité zingine. Sababu gani? Wanavalia na manguo kiolela. Mtu akinyanganywa telefoni na mwenye amemshikilia silaha, amevaa sare ya kijeshi, anasema ni mwana jeshi. Cha ajabu, kama nimesema nimenyanganywa, sikusema ni wewe. Nini likusumbua mpaka wewe ufikie kuanza kupiga masasi? Serikali iwe makini. Tumalizie tariri ya habari na uko Kongolo ambako watu 6 wanaodaiwa kuwa wezi sugu akiwemo mtoto mmoja mdogo na mwanamke wamewasilishwa kwa wananchi Jumanne hii tarehe 28 Aprili 2026 mbele ya ofisi ya administrator wa tarafa Kongolo Bwana Mboka Miba Jean Paul. Walifao walikuwa wakivunja kuta za nyumba, magala ili kuiba. Walikamatwa wakiwa wanaendesha uhalifu wakiwa na mifuko 13 ya saruji, pipa moja ya mafuta na skrini ya video. Kwa jambo hilo, administrator tarafa hilo amepongeza vyombo vya usalama pamoja na ujasiri wa wananchi waliofichua wahalifu kama anavyoeleza. Nawaza hii masiku ya nyuma inapita hapa, hii makioske yote madepo ya maessence ilikuwa kila siku. Ndio kwa maana tutawapresente aba ba mwizi
bamwizi fetere beko natatiza population. Aba bantu munona hapa beko reparti mu grupe tatu. Grupe ya kwanza ni ile grupe walienda pomola ku depo ya sima ya bwana Jeff. Wakati bakapomola ile depo ya sima bakaiba 13 saki ya sima. Bwana munaona bwana Senga Monga, simama bakone. Mjambo watata Kongolo. Mukubafatilia. Yeye anataya wake, njo munabona beko hapa. Aba sibemo na tutatiza tu. Ekipe ya pili ya bamwizi. Ile premiere equipe chef de bande wabo. Monsieur Gabi tuko na mutafuta. Na mukamona Monsieur Gabi ni mwizi ilifo tumukamate. Ekipe ya pili bamwizi ya Karibira. Kazi ya kupomola madepo ya Karibira banaiba essence. Ekipe ya pili baliiba kudepo ya Monsieur Héritier. Jo kwenye balienda iba Karibira. Kudepo ya Monsieur Héritier njo victime. Tuko na Monsieur Nyembo Dila. Jo association yabo ya bamwizi. Munaona huyu mtoto? Si mtoto ni kaminera haka. Huyu mtoto anaenda munyumba ya Dr. Water, anaenda iba ekran. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndio tumefika mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini wewe ambaye ulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho, na wewe ambaye ulitupa muda wako. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.